Hii hapa ni Dekoi podcast ambayo tunazungumzia mambo mbalimbali ya kimaisha pamoja na harakati zake kwa ujumla. Lengo letu kubwa kutokea hapa kwetu kukupe elimu na burudani kupitia Dekoi Podcast. Unaweza kutusikiliza kupitia Boomplay na Apple Podcast kwa Dekoi Podcast, lakini pia unaweza kututazama YouTube channel yetu kwa Dekoi Podcast. Unaweza kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na mtandao wa X kwa Dekoi Podcast. Mimi naitwa Joel Koi ambaye ni host wako katika kipindi hiki cha Dekoi Podcast. Na ni furaha yangu kubwa kwamba leo niko na Dr. Minja. Yeye ni daktari wa falsafa, yeye ni mhadhiri wa chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika. Yeye tutakuwa naye hapa, tutazungumza naye kwa mazungumzo mapana kabisa kuhusiana na masuala ya uongozi. Karibu sana Dr. Minja. Asante sana Koi. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Joyce na na utaalamu katika masuala ya utawala na management, lakini vile vile na ujasiriamali. Kwa sasa ninafundisha chuo cha takwimu masomo ya management katika biashara, mawasiliano, mbinu za mawasiliano, lakini pia huduma kwa wateja na tafiti za masoko. Nimekuwa katika utumishi wa umma kwa takriban miaka 20 Tanzania, lakini vile vile Lesotho. Nimeanza kwenye ualimu wa sekondari, nikawa afisa taaluma, alafu nikaingia kwenye ufundishaji katika elimu ya juu, ambapo nilianza kama mhadhiri msaidizi. Nilivyosoma nikapata falsafa, ndio nimekuwa mhadhiri. Mara nyingi katika seminar au katika training zozote ambazo zinafanyika zinazohusiana na uongozi, hoja au swali linaloibuka kwanza kabisa, kiongozi huwa anazaliwa au anafunzwa? Hitimisho hili swali linakuwaje? Kupata hitimisho ya swali hili huwa sio rahisi, sio kwa namna ya moja kwa moja. Na hata katika moduli ya management ambayo ninafundisha, huu ni mdahalo ambao wanafunzi ninawapitisha katika kila cohort, lakini sijawahi kupata asilimia zaidi ya 50 kuwa katika mlengo mmoja. Kwa hiyo ni kwamba namna zote huwa zinatokea katika jamii. Kuna hali ya viongozi wanaozaliwa zaidi na sifa na wengine ambao wanapata sifa katika kujifunza. Kwa wale ambao wanazaliwa na sifa, unaweza ukamtambua kwa sababu anakuwa amezaliwa akiwa mwenyewe anaonyesha shauku za kuwa mbele katika matukio mbalimbali. Akiwa shuleni, akiwa mtoto, anaweza akapenda labda kuwa monitor, class monitor au kwenye michezo. Lakini pia unaweza ukakuta mtu anazaliwa ana sifa imejitokeleza, labda uzuri, mabavu au nguvu au kipaji fulani. Hivi vyote vinaweza vikamsaidia katika swala la kuwa kiongozi. Lakini kuna wanadamu wamezaliwa tu kawaida, lakini kupitia mfumo wa elimu wanapata sifa, labda uadilifu, namna ya mipangilio, namna ya kufanya maamuzi, ambao inawasaidia pia kuwa viongozi bora. Okay. Yes. Kwa mazungumzo hayo kuna uwezekaniko wa kumtambua kabisa mtu kwamba huyu kwa jinsi alivyo au kwa namna jinsi anavyoenenda, huyu ni kiongozi? Inawezekana, hasa kwa wale ambao wana vipaji vilivyo jitokeleza, vipaji ambavyo ni vikubwa tuseme. Anaweza akawa na haiba kiasi kwamba hata akitokea tu ule muonekano wake, akiongea tu watu wanashawishika labda na anachokisema. Au mwingine anakuwa na mrefu, mwenye misuli, kwa hiyo akitokeleza pia ule ukubwa wake unaweza ukawafanya watu waone huyu labda akiwa mbele yetu swala letu linaweza likafanikiwa.
Kwa hiyo kuna sifa ambazo mtu akizaliwa nazo zinaweza zikampa hicho kipaumbele, lakini vile vile sio kwamba zinajitosheleza. Hata huyo wa hivyo kuna namna ambavyo inabidi ajifunze either kwa mfumo wa elimu au kwa jamii. Ndiyo. Katika nchi yetu au katika mazingira tunayoishi, unaweza ukapata mfano wa mtu ambaye kiongozi huyu ni kwa kuzaliwa au huyu ni kwa kujifunza, yoyote katika mazingira ambayo sisi tunaishi na wanaweza wakawepo kadhaa, japo sasa kutaja moja kwa moja kabla mtu labda hujapata biografia ya mtu inakuwa ni vigumu, lakini kuna watu ambao tunawaona katika jamii au katika dunia ambao wao wenyewe unaona kabisa kwamba wanapenda kuwashawishi wengine kufuata wanavyopenda au wanavyohisi wao kwamba inatakiwa. Kwa mfano kwenye siasa kuna watu wanapita michakato ya kuomba fomu. Wao wenyewe wanahisi kwamba wanaweza kuongoza wengine, wanagombea nafasi hizi za kugombania zote. Huwa inakuwa ni kwamba mtu ana hisia za binafsi kwamba yeye anaweza kuongoza, na labda kwa sasa hivi tunaweza tukaitizamia tukaangazia Marekani. Rais aliyepo yeye anakiri mwenyewe kwamba yeye ni kiongozi bora na ana sifa ambazo anazionyesha. Labda Koi, unaweza ukanithibitishia na wewe, ni ujasiri. Yes, Donald Trump ni rais ambaye ujasiri wake anaufahamu na anautumia. Yes, na anaelimisha, anafahamisha hata ulimwengu kwamba mimi ni jasiri na hakuna atakayeweza zaidi yangu. Mara kadhaa anafanya hivyo. Lakini kwa ambao wamekuwa viongozi kupitia elimu au kupitia kutengenezwa, naweza nikajiangazia mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi nimepitia mchakato wa elimu zaidi, na ndio ambao umenisaidia kufika hapa nilipo, ambapo ni kiongozi wa kati, middle management, ambapo hapa chuo cha takwimu pia ninafanya kazi ya usajili. Yes. Na mimi nimejifunza kama hivyo, nimesema nina taaluma hiyo ya utawala, lakini vile vile nimeiga mfano kwa viongozi ambao nimekuwa chini yao, na ndio ambao wamenifanya mpaka nimekuwa kiongozi kama nilivyo. Okay. Dokta, unafikiri ni ipi ni namna sahihi ya kuongoza watu hasa kwenye jamii yetu au kwenye taasisi ambazo sisi tunazo hapa kwetu Tanzania? Namna ipi sahihi, au ni staili gani mtu ambayo kama kiongozi unaweza ukaitumia ili kwa jamii hii yetu kwetu inaweza ikaona inatija sana kwenye kufanya jambo kama kiongozi? Kwanza labda tuainishe zile namna za kuongoza. Kuna namna kuu tatu, ambapo kuna namna ambayo ni ya authoritarian, ambayo sasa namna hiyo inategemea zaidi maono ya kiongozi mkuu. Watu wanafuata yale maono yake. Lakini kuna namna ile ya kidemokrasia, tunaita demokrasia, ambapo kwenye demokrasia watu kuna ushirikishwaji zaidi. Hizo ndo namna kuu za kuongoza. Lakini kusema kwamba kuna namna ipi sahihi zaidi si rahisi, kwa sababu uongozi pia unaendana na mazingira na muktadha wa wakati huo. Kwa hiyo muktadha huo ndio unaoelekeza aina ya uongozi ambao unatakiwa ufanyike. Kwa hiyo kiongozi ambaye anakuwa anaonekana kwamba anaweza ni yule ambaye anaweza kuongoza kulingana na muktadha. Kwamba kuna wakati anahitaji kuwa yeye ndio anayefuatwa. Alafu kuna wakati anatakiwa awe kiongozi mwenye kushirikisha watu wake. Okay.
katika hicho unachokisema ni kwamba hata katika masuala ya kiutawala unaweza ukaona kwamba kuna watu kipindi fulani walikuwa wanasema sisi tunatakiwa tupate kiongozi ambaye ni mkali kweli kweli, hii ndio nchi au watu watanyooka. Nafikiri baadaye hapo watu wakapata mtu akaona sasa. Kwa hiyo ndio kama hivyo unavyosema, ni kweli inategemea na hali ya watu jinsi walivyo kwa wakati huu, muktadha huo upo katika namna gani. Kuna kitu dokta kinaitwa authority na power. Utofauti wa mtu kuwa na mamlaka na mtu kuwa na nguvu kwenye kuongoza, utofauti wake hapo ukoje? Ambapo kama nakupata vizuri, authority ndio mamlaka na power ni nguvu. Katika ufundishaji tunasema authority au mamlaka ni ile nguvu ambayo ni rasmi, ambayo inatokana na wadhifa wa mtu, ambapo sasa inakuwa ni kisheria zaidi, kwamba zile sheria, taratibu na miongozo ambayo imemsimika au imemweka kiongozi ndio inampa uwezo wa kutawala wale ambao wako chini yake, inampa uwanda ule na mipaka, kwamba wewe unaruhusiwa kufanya hiki na hiki na hiki mpaka hapa. Hiyo ndio tunaita mamlaka. Lakini power sasa inakuja kwa mtu mwenyewe binafsi, kwamba ni ile nguvu inayotoka ndani, kwamba kila kiongozi pamoja na mamlaka anayopewa inabidi atumie na nguvu ambayo ipo ndani, ambapo inatokana sasa na zile sifa binafsi alizokuwa nazo, ambazo itamsaidia sasa kuweza kutumia hiyo mamlaka kwa usahihi au kwa ufasaha, kwa sababu nguvu binafsi sasa ndio inaleta ule ushawishi ambao kwenye mamlaka au kwenye power au kwenye uongozi kuna mbinu ambazo ni chanya na mbinu ambazo ni hasi. Sasa nguvu binafsi ndio itaweza kuelekeza kwamba kiongozi anatumia hasi au chanya. Yes. Akiwa na nguvu binafsi ambayo ni chanya, basi atakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya au wa kutimiza yale maono au dira za taasisi. Yes. Ya, kwa sababu dokta, kwenye hicho unachokisema ni kwamba unaweza kukuta kuna mtu kapewa nafasi fulani ambayo ndio tunazungumza hiyo mamlaka, authority. Lakini katika nafasi hili alionayo, aliyopewa, yani unaona kabisa mbona akisema jambo fulani katika watu wanaoongoza, yani wale watu wanaona kwamba yani wanachukulia kirahisi, au wanaweza silitekeleze, au wanaweza wakaambiwa leo ikafanyika kesho, unaona, au likafanyika kwa kujivutavuta sana. Lakini hapo hapo unaweza kukuta kuna kiongozi mwingine hapo hapo akisema jambo haraka watu wameshalitekeleza, haraka watu wamesha kitu. Ndo ninachokiona utofauti wake kati ya hizo mamlaka na nguvu katika uongozi. Okay. Sawa. Dokta, kuna hali ya usawa wa jinsia kwenye uongozi. Ni vyema kuangalia uwezo au kutoa kipaumbele? Sasa hapo umenigusa mimi moja kwa moja. Lakini mara zote uwezo ndio huwa unatakiwa utangulie, kwa maoni yangu binafsi. Mtu anatakiwa kwanza awe na uwezo, lakini kwa sababu ya hali ya kijinsia iliyopo Afrika, duniani tuseme, na hasa Afrika na Tanzania nchi yetu, ni kwamba wanawake kiutamaduni wamekuwa wakiwekwa katika nafasi ambazo si za kiuongozi. Kwa hiyo ili kuleta hali ya usawa kwa ulimwengu wa sasa, inabidi mwanamke akiwa na uwezo, basi mambo ya kipaumbele ya ingie sasa, ili sasa wanawake nao wawezeshwe kuwa viongozi bora. Okay. Dokta, je, wanawake ufanye sasa katika hilo swala, unafikiri wanawake ufanya nini cha kipekee ambacho ni bora zaidi, ambacho unahisi wanaume katika nafasi ya uongozi hawawezi kufanya? Sio kwamba nafikiri, ni kwamba tafiti zimeshafanyika, na kuna mmoja mkubwa sana umefanyika 2018
ikaonekana kwamba wanawake viongozi wana uwezo katika nyanja kama 3 au 4 hivi ambao unazidi wanaume, ambapo wanawake wameonekana kwamba wana huruma. Cha kwanza ni huruma zaidi, lakini cha pili ni uwezo wa kusikiliza, ni wasikivu na wana uwezo wa kushirikisha wengine, lakini vile vile wana kitu kinaitwa akili za kihisia ambazo ni kubwa kuliko za wanaume kwa asilimia kubwa. Akili ya kihisia ni emotional intelligence, yaani ni uwezo wa kutambua hisia za mtu. Kwa hiyo wanawake kwenye hizo nyanja 4 wanaonekana wanaongoza, na ndio maana kwenye uongozi wa makundi, yaani kwenye teams, uongozi wowote unahitaji kushirikisha watu. Ndio maana wanawake wanaonekana wanatokeleza zaidi. Okay. Dokta, asili ya kuongoza watu katika nchi zingine hasa za Ulaya na Marekani, tunaweza tukaamini kabisa kwamba ni tofauti na kuongoza katika nchi kama za kwetu. Kwa mfano umezungumzia kuhusu Trump. Je, namna ambapo Trump anaiongoza nchi yake, je, unaweza ukahisi kwamba sisi kama tukikopi tukaifanyia kazi hapa, je, inaweza ikafanya kazi au labda nayo inaweza ikaleta mazingira? Yaani kinacholeta utofauti mkubwa ni mazingira. Na pia tunatakiwa tuangalie kwamba hizi nchi, haya maswala labda ya uongozi, chimbuko hili limeanza lini? Ukitaka kufanya comparison ambao ni ulinganifu. Huwa tunasema ulinganifu unatakiwa ufanyike kwenye vitu ambavyo vina vinafanana, vina ufanano. Kwa hiyo ukitaka kuchukua Tanzania ukaifananisha na Marekani au na Ulaya, inakuwa ni vigumu, kwa sababu ukiangalia historia tu ya machimbuko ya haya mataifa, sisi nchi zetu hizi Afrika miaka 50, Tanzania labda ina miaka 60. Hayo mataifa kwanza sisi tulikuwa makoloni yake, ni mataifa ambayo yana miaka 400, 300. Kwa hiyo kwenye uongozi ukisema unalinganisha kidogo, inaweka mzania ambao sio sahihi. Yes, kwa sababu uongozi unahusiana na mazingira, tamaduni, lugha, tamaduni ambayo ni lugha, dini, namna ambavyo jamii imechangamana na maadili na historia yenyewe. Kwa hiyo ukisema ni tofauti, ndio, na kuna vitu tunaweza tukajifunza kutoka Ulaya ili tusirudie makosa waliofanya. Yaani haya makosa ambayo labda unaona viongozi wetu wanafanya, ukisoma kwenye historia huko karne ya ngapi huko Marekani na Ulaya walifanya. Kwa hiyo labda kitu ambacho Afrika au Tanzania tunaweza kufanya ni kujifunza historia ya kule ili tusirudie makosa hayo. Na tukifanya hivyo sasa uongozi wetu unaweza ukakua kwa haraka. Yes. Dokta, tuna taasisi, tuna makampuni hapa nchini kwetu ambayo yapo kwa kuyaangalia, kwa sababu pia wewe ni mtu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kimanagement. Kwa kuangalia, unafikiri kampuni nyingi au taasisi nyingi ambazo zipo hapa kwetu, mara nyingi wapi tunapokosea kwenye uongozi? Changamoto ni nyingi. Changamoto kwenye uongozi ni nyingi, kwa sababu uongozi ni tasnia ufani ambazo zinahusisha sana watu, na pale ambapo na watu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ili uweze kuwafanya watu watekeleze kile unachoona, yaani inabidi saa zingine kukubaliana kwamba mnaweza mkawa tofauti. Hiyo ni changamoto moja hapo, pale ambapo viongozi wanashindwa kukubali tofauti au kupokea tofauti. Lakini nyingine ni kama kwenye swala la kufanya maamuzi, ushirikishwaji, changamoto zinakuwepo huko.
Changamoto nyingine zinakuwa tu labda kwa kiongozi binafsi, kwa sababu sifa zile alizokuwa nazo zinaweza pia zikawa either ni tofauti sana na za anaowaongoza au zikawa hazijajitosheleza kwenye mamlaka aliyonayo. Okay. Asante Dokta, na kwenye hicho unachokisema ukienda kwenye taasisi fulani ambayo tunazungumza au ukaenda kwenye kampuni fulani ukawekwa pale kwa muda fulani kuangalia tu jinsi kampuni jinsi inavyoenda, unafikiri kwako wewe dhana ya uongozi bora ni hipi ambao utaiona kwenye ile kampuni? Utasema sasa hapa ninachokiona hapa kuna uongozi bora. Hapa ninachokiona hapa hakuna uongozi bora. Sasa labda nirudi kwenye masuala ya kitaaluma ambapo sasa tunasema viongozi wa mfano wanatakiwa wawe na sifa gani? Kuna kitabu maarufu kinaitwa The Leadership Challenge. Umo wameainisha sifa kuu ni 5 ambazo zinaweza kufanya kiongozi akiwa labda na baadhi au kama ni zote, japo kuwa mkamilifu au mtimilifu sio rahisi, anatakiwa awe nazo. Kiongozi ambaye ni wa mfano au bora, tunaweza tukasema anatakiwa aweze kuwa yeye mwenyewe mfano. Yaani yeye kuonesha mfano wa yale ambayo anahitaji kutoka kwa watu wake. Kwa mfano hizo tunazosema mamlaka, sheria, taratibu na kanuni, aziishi yeye mwenyewe kwanza, ili watu waweze nao kuzifuata. Lakini vile vile awe mtu wa kutoa mrejesho kwa watu anaowaongoza, lakini vile vile awe ni mtu ambaye ni msikivu. Yaani usikivu unajirudia katika sifa za uongozi kwenye maeneo mbalimbali sana. Uwezo wa kusikiliza, kwa sababu huo ndio unabeba mawasiliano. Lakini kiongozi pia ambaye ni wa mfano pia anahitaji kuwa na uwezo wa kuwa na kubeba maono ya pamoja, yaani ile dira ya taasisi aweze kuishirikisha wale anaowaongoza na kuwashawishi kwamba kuitekeleza ile ni mafanikio ya taasisi, lakini ni mafanikio kwao wenyewe. Lakini pia aweze kutimiza ahadi. Kama akiahidi wale anaowaongoza kitu, basi ahakikishe hiyo ahadi ameitimiza, na kama akishindwa basi atoe mrejesho. Lakini vile vile aweze kuwa mtu wa kupokea changamoto, kwa sababu uongozi ni mchakato, na katika huo mchakato changamoto zinajitokeza. Kwa hiyo kiongozi ambaye ni bora awe ni mtu wa kuweza kuzipokea, lakini saa zingine kuzitoa kwa kukaribisha ubunifu na uvumbuzi kwa watu wake, ili kampuni iwe ina uwezo wa kuendelea na kukua. Ubunifu na uvumbuzi ni mambo muhimu, lakini ubunifu na uvumbuzi unahitaji pia kuweza kukubali maoni na hisia tofauti tofauti. Lakini pia kiongozi ambaye ni bora tunasema aweze kuwezesha wengine, asiwe mbinafsi. Yaani awe ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kuthamini kazi za watu, lakini awe ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kutenga hata mabajeti katika taasisi yale ya mafunzo, iwe ni mafunzo ya muda mfupi au muda mrefu, ili kukuza vipaji vya wafanyakazi ambao anawaongoza. Lakini vile vile kiongozi ambaye ni bora ni yule ambaye anaweza kufika kwenye mioyo ya watumishi na waongozi. Yaani kiongozi ambaye kwenye mioyo hapo ndio inaweza ikawa ni shughuli. Ni shughuli ndio, kwa sababu ni watu ni diverse tunasema. Kila mwanadamu ni haiba, ana personality yake tofauti. Kwa hiyo ni vigumu sana kufika kwenye mioyo ya wote. Lakini kiongozi anatakiwa aweze kukonga, na hisi ndio Kiswahili sahihi, kukonga mioyo ya asilimia kubwa ya wale anaowaongoza. Si rahisi kufika 100%, lakini 100% kubwa waweze kujihisi kwamba
kiongozi wangu ananithamini, akitenda vizuri afanyeje, atambuliwe. Kutambua na kusifu, hiyo ndio njia kuu ya kuweza kufika kwenye mioyo ya watumishi ambao wako chini ya kiongozi. Na hapo kwenye hiyo kufikia kwenye mioyo ya watu, kwa mfano unaweza unafanya, yani huko hapo kama kiongozi unaongoza watu, lakini unaweza ukajikuta kwamba wale unawaongoza labda tuseme baadhi yao hawana ile kuonyesha kwamba hata huyu kiongozi wetu anachokifanya ni kweli anakifanya kama kiongozi, kuonyesha wazi. Sijui kama utakuwa unanielewa. Tafsiri yake ni kwamba kuna watu ambao unaweza ukawaongoza hadharani wasikiri au kuonyesha kwamba kweli wewe unachokifanya kama kiongozi ni sahihi, lakini wakiwa sehemu fulani wanaweza kaa tu mwenyewe moyoni akasema yule bwana, yule Dr. Minja yule kweli yule ni kiongozi, lakini kuadmit au kuonyesha kwa vitendo kwamba Dr. Minja jinsi anapotuongoza anatuongoza kisahihi kabisa. Ndio maana umesema kwamba watu wana mambo yao mengi tofauti tofauti. Kwa hiyo kuweza kukubali kwamba huyu kiongozi ametukonga mioyo yetu, huyu kiongozi ni kweli anasimama kwenye uongozi wake, kusimama kusema hadharani nayo inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta kwamba hata wewe ukiwa kiongozi unashindwa kupata mrejesho kwamba hivi hawa watu naoongoza naongoza vizuri au imekaaje? Hiyo ni mifumo. Ni hiyo inatokana zaidi na aina ya mifumo ya kiuongozi hasa kwenye nchi yetu. Unakuta nimekwambia kwanza ile ni kuonyesha mfano ambapo sasa kiongozi anatakiwa yeye mwenyewe awe wa kwanza wa kutoa mrejesho, lakini pia kwenye kuwezesha wengine inabidi kiongozi awe, yani kiongozi ambaye ni bora anatakiwa awe kama yupo katikati. Pamoja na kwamba kuna wakati inatakiwa kiongozi awe mbele anawavuta wengine, lakini kiongozi ambaye ni bora mara nyingi kwa tafiti na kwa maono ya watu ni yule ambaye yuko katikati ya watu wanaweza kumfikia na kumweleza, hata kama wanapitia kwa channel nyingine, lakini aweze kupata yale ambayo watu wake wanayahisi au wanayafahamu, lakini ayafanyie kazi na kuwaelewesha kwamba nimeyapokea, nimeelewa na kazi niliyofanyia ni hii. Sasa mifumo yetu yawezekana bado haijafikia kutengamaa kwa kiasi hicho, na haya yote ni mawasiliano, mfumo wa mawasiliano. Ni wa msingi sana, na ndio maana wanawake saa zingine wameonekana bora kwa sababu huo mfumo wa mawasiliano wa hivyo wana uwezo. Okay, hiyo tumeongelea katika namna sasa tunaona tukifika kwenye hiyo taasisi au kwenye kampuni vyovyote vile, hapo tunaweza tukatambua kwamba kwa hivyo vitu mlivyovisema kiongozi lazima awe mfano na hivyo vingine walivyovisema. Tutakapogundua kwamba kampuni fulani au taasisi fulani sasa ina shida ya kiuongozi, yaani umeenda pale umetathmini kwaona hapa sasa kuna shida ya uongozi, vitu gani ambavyo sasa unafikiri vinaweza vikafanyika ili sasa kurejesha katika ule mfumo mzuri wa uongozi bora? Mbinu ni nyingi. Ya kwanza ambayo inakuaga rahisi inakuaga kubadilisha, japo inaweza kawa sio sahihi, kwa sababu yawezekana kiongozi aliyepo hapo anaonekana hatendi, lakini unakuta mifumo iliyopo ndo na yenyewe inamdhuru kwamba asiweze kutenda. Kwa hiyo kuna namna hiyo of course kubadilisha, lakini kuna ile pia ya kumpa counseling, ushauri nasaha, ushauri. Lakini kuna ile nyingine pia ya mafunzo. Yes. Kwa sababu mafunzo au elimu ni kitu cha msingi sana katika uongozi. Kwa hiyo labda yawezekana akielimishwa tu kwamba namna ya utendaji unaofanya kwa mazingira haya yawezekana si sahihi. Yawezekana kwa mazingira haya namna ya utendaji unaofanya au unaohitajika ni huu, na akapokea, akakubali, akatekeleza, na hizo ikamsaidia akabadilika. Okay. Tunapomalizia kwenye nyanja nzima ya uongozi, vitu gani ambavyo unaweza kuvisema tunapomalizia?
zaidi ya kwamba uongozi ni dhamana. Uongozi ni watu. Yaani kiongozi yoyote bila wale watu ambao wako chini yake kumuelewa na kumkubali, bado hawezi kusema kwamba ni kiongozi. Nao kudili na watu pia nao ni ngumu, changamoto. Ndio maana unatakiwa ujaribu huo mchakato, ni changamoto. Kuongoza watu ni ngumu, na ukiweza kuwaongoza watu inamaanisha sasa hapo ndio imekutofautisha na wengine, umekuwa kiongozi. Kiongozi bora. Sawa sana. Basi nashukuru sana kwa kuwepo hapa Dr. kwenye meza yetu leo ya mazungumzo. Asante. Ninaamini tumeweza kujifunza vya kutosha kuhusiana na masuala mazima ya uongozi. Asante kwa wewe ambao ulikuwa unatusikiliza na kututazama. Unaweza kufuatilia tena vipindi vyetu vilivyopita na hiki pia kwenye YouTube channel yetu kwa The Koi Podcast, kwenye Apple Podcast na Boomplay unaweza kutusikiliza pia kwa The Koi Podcast. Asante sana, mpaka muda mwingine kwenye kipindi kingine. Asante na karibu tena.